Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, pale dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Baadhi ya wajasiriamali wadogo wanaopatikana katika jiji la Dar es Salaam wameeleza kutofahamu kuhusu mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa makundi ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Wananchi hao wameiomba serikali na halmashauri kuweza kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujua namna ya kuweza kupata mikopo hiyo kwa ajili ya kujikuza kiuchumi. Tunaomba kama sisi mabodaboda, kwa hiyo tumejiunga tu kwa zaidi ya watu 5-6 tukijiweni tunapiga kazi, ila asilimia kubwa sana tunaendesha pidipiza mikopo. Kwa hiyo mikopo kama kweli ya serikali ipo, tunahitaji tupate elimu ili na sisi tupate fedha tununue pikipiza kwetu. Mkopo si kwamba ni mara ya kwanza kusikia. Lakini natakiwa nijue mkopo na upataje ili kile ambacho nitakachokopwa nijue hata namna, yani ikitakuwa ndani ya uwezo wangu ili kuweza kurudisha ile pesa. Hiyo mikopo ya 10% kwa hapa sisi Karume hajatufikia. Kwa leo ndo nimekuja kupewa hiyo taarifa. Kwa hiyo kama kweli wapo serious waje hata kwa vituo vyetu vya bodaboda ikiwepo hapa Karume, Ilala, Kariakoo, waje watupe hiyo elimu 10%. Ndo leo mimi naisikia. Na tuendelee na Kurasa. Wazee wasiojiweza mkoani Kigoma wanaolelewa katika kituo cha kulea wazee cha Silabu manispaa ya Kigoma Ujiji wamelalamikia kushamiri kwa matukio ya wizi ndani ya kambi hiyo ya malezi. Kwa mujibu wa wazee hao ni kuwa wizi huo unafanyika zaidi katika mazao ya kilimo na samani za ndani, na ili kumaliza wizi huo wameomba wadau wa maendeleo kujenga uzio katika eneo hilo la kambi. Tunaibiwa mihogo, tunaibiwa, yani mpaka wanapanda wanakata vigazi. Wanatuibia sana. Walinzi wapo ila sehemu ni kubwa sana. Ndio hawawezi kuingia kwenye mashamba, ila sasa huyo anayeiba wanakuja usiku kuiba. Hatuna ufumbuzi kwa sababu aliyeibiwa ni mtu ambaye hana macho kama mimi. Sasa atafanya ufumbuzi namna gani? Tunaathirika na wizi kwa sababu tunaweza tukalima mashamba yetu wakaja kutuibia, tukabaki tunasikitika. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba watusaidie, watuletee uzio hapa na sisi. Maana kuna watu hawajui nini hasa ualbino. Kuna mwingine anafikiri kwamba rangi yetu inaambukiza. Kuna mwingine anasema tumetoka kwa shetani. Kuna mwingine anasema kuna mnyama ametumeza alafu akatapika kama weupe hivi. Hapana. Tukielimishana wote sisi ni ndugu. Hata sisi tunafanya na baadaye tutafikia hapo walipo. Kwa hiyo lazima hili kundi tulienzi kwa sababu ndani yao unapowaona kuna nguvu, jasho na damu ambavyo walivitoa kwa ajili ya kuiendeleza Tanzania. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi wa kata Mburahati wilaya Ilala wamelalamikia uwepo wa takataka zinazoziba mitaro, hali inayosababisha kipindi cha mvua maji kushindwa kupita na kuhatarisha usalama wa afya zao. Wananchi hao wamesema kuwa wakati wa mvua maji yamekuwa yakijikusanya katika maeneo hayo na kutengeneza madimbwi makubwa yanayotokana na mitaro hiyo kuziba na kujaa kwa maji hayo. Mitaro hali yake kama unavyoiona sio nzuri, haipendezi. Inafanya mpaka makalavati yanaziba. Hivyo mambo mengine, miundombinu inazidi kuharibika. Kuna magonjwa ambayo yanasababishwa na mitaro kuwa kama hivi kwa sababu kuna maji tayari ambayo yameshaanza kutwama kwenye mitaro kama hivi. Kuidhibiti hali, kinachotakiwa kifanyike ni serikali nao itupe ushirikiano wananchi tujue jinsi ya kufanya, au aidha serikali yenyewe inawezekana ikasolve hili jambo. Serikali waangalie, sio wakae tu watu maofisini. Waje wanatembea kwenye barabara waangalie. Wanakaa maofisini tu, hawajui shida za barabara. Umeelewa bwana? Tatizo ndio hilo. Wakishapita wabunge wao wanakaa tu. Na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna nini? Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.